Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ama ba'd. Baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rehema na amani zifikie nabii wa umma, si mwingine bali ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rehema na amani za Mwenyezi Mungu zifikie yeye na nyumba yake na sisi ambaye tumemfuata hadi siku ya mwisho. Kwa majina mimi naitwa Hassan. Wewe unaitwa nani? Felix. Felix Chalo. Felix Chalo. Felix Chalo. Swali gani jioni ya leo ungetaka kuuliza Waislamu? Kwa nini wewe mnaharakisha mtu sana anapoaga dunia? Mtu akiaga dunia inasemekana basi kulala. Yaani kuharakisha mtu akikufa. Anaharakishwa kufanyaje? Mnamuzika within 12 hours. Within few hours. Waislamu wanazika mtu akikufa, ni haki ya mtu kustiriwa katika kaburi yake, kwa sababu sio desturi ambayo Mwenyezi Mungu ameweka ya kwamba ati mtu akikufa awekwe. Hata zamani wakati wa manabii watu hawakuwa wanawekwa, walikuwa wanazikwa wakati hiyo watu wa zamani. Unless sasa kama karne ya sasa kuna kitu kinaitwa kuna serikali iko sawa, so kama ni mtu mwingine amegongwa na gari lazima mfuate ile process, kwa sababu itabidi apelekwe mochari. Sasa hapo ndio inacheleweshwa kidogo katika hiyo. Hakuna kuomboleza. Kuomboleza hakuna. Kuomboleza maombolezi. Sasa mtu akishakufa unaomboleza nini? Mtu ameshaondoka duniani unaomboleza nini? Katika kuomboleza katika Uislamu nasikia mwalimu anasemaje? Kusikiza siku 3 kuomboleza katika Uislamu, sio kwamba unaomboleza mwezi, siku 3. Kwa hivyo unaomboleza siku 3, basi mnamaliza hizo habari. Yaani siku kidogo tu mnaomboleza hapo kidogo, alafu basi mtu ameshaenda zake. Hata uomboleze mwezi utamrudisha hai. Ni kweli? Na sisi tuna utaratibu wetu vile tunazika. Sidhani kuna watu wengine duniani wanazika kama sisi Waislamu. Waislamu dunia mzima ndio wanafuata mfumo ambao uliwekwa tangu wakati ya manabii. Lakini hao watu wengine wote wameacha mfumo huo wa manabii. Utasikia mtu akisema yeye anafuata manabii, lakini hawafuati manabii. Kama ungekuwa unafuata nabii, lazima ufuate manabii walikuwa wanafanyaje zamani. Unaona? Lakini si kuweka mtu mmoja ali mwezi mzima tena kwa fridge. Aliyeleta mambo ya fridge nani? Unaona kuna shida. Kuna fridge ziko, watu wanawekwa kule mochari. Nani alileta hiyo? Wakati akina Musa, wakati akina Nuhu hakukuwa na hizo vitu. Wakati akina Musa hakukuwa na hizo vitu. Wakati akina Ibrahimu hakukuwa na hizo vitu. Wakati akina Yesu hakukuwa na hizo vitu. Wakati akina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakukuwa na hiyo vitu. Sasa watu wameleta hizo vitu. Watu unakuta wameleta hii mfumo ambaye ni mfumo ambaye haufai. Lakini tuangalie vitabu kidogo, sawa? Wanasoma kitabu gani? Biblia. Wanasoma Biblia. Biblia inasemaje mtu akikufa afanywaje? Umeshaiangalia ama ukasomewa ama bado? Bado. Hebu tuangalie mfumo wa Biblia naye anasemaje kuhusu mtu akifa. Anafaa kufanywa nini? 21:22 Kumbukumbu la Taurati. Inasema mwalimu wangu, akiwa mtu ametenda dhambi pasa ya kufa, akauawa, na ukamtundika juu ya mti, mzoga wake usikae usiku kucha juu ya mti. Lazima utamzika siku hiyo. Unaona, mtu amekufa, ametenda dhambi, akahukumiwa kufa. Unaambia huyo mtu akikufa, ukishamtundika pale kwa miti. Zamani watu walikuwa wanawekwa katika misalaba. Watu walikuwa wanauawa wanawekwa kwa misalaba wakati ya zamani. Sasa unaambia huyo mtu asilale hapo.
utamzika siku hiyo hiyo. Kwa sababu ya nini? Hiyo ndio mwenye hoja tu hiyo nadhani. Mzoga wake usikae usikukucha juu ya mti. Lazima utamzika siku hiyo hiyo. Unaona? Utamzika siku hiyo hiyo. Siku hiyo hiyo. Hakuna mambo ya kungoja. Kama hakuna mambo mengi, ni mtu aende aoshwe na azikwe. Twende kwa Matendo ya Mitume 5:5. Matendo ya Mitume. Anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa. Nafikiri unasikia kisa cha Anania na Safira katika Biblia Haya sasa. Anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa. Hofu nyingi kawapata watu wote waliyasikia haya. Yes. Vijana wakaondoka wakamtia katika sanda wakamchukua nje wakamzika. Unasikia vile inasema? Vijana wakaondoka wakamtia katika sanda. Unajua sanda ni nini? Ile shuka nyeupe ile, kama ile tunazikaga naye. Na hiyo sanda kule msikitini tunapewa bure. Hatununui. Unaona? Kwa hivyo anatiwa katika sanda akazikwa siku hiyo hiyo. So hapo 10. Inaendelea kusema mwalimu wangu. Hata muda wa saa 3 baadaye mkewe akaingia, naye hana habari ya hayo yaliyotokea. Petro akamjibu, niambie, mlikiuza kiwanja kwa thamani hiyo? Akasema ndio, kwa thamani hiyo. Petro akamwambia, imekuwaje hapa mkapatana kumjaribu Roho wa Bwana? Angalia, miguu yao waliomzika mmeo ipo mlangoni, nao watakuchukua nje na wewe. Mara akaanguka miguuni pake akafa. Wale vijana wakaingia wakamkuta amekufa, wakamchukua nje wakamzika pamoja na mmewe. Unaona, wanaume ndio wanazika watu. Hata katika Biblia hakuna pali wanawake wameenda kuzika watu. Si unaona inasema vizuri? Inasema vijana alipokufa Anania ni mwanaume. Vijana wakuja wakamtia katika sanda, wakaenda wakamzika. Bibi yake alipokufa, vijana ndio walikuja tena wakaenda kuzika. Hatukubali sisi katika Uislamu wanawake waende wakazike. Haikubaliwi katika sheria ya Uislamu. Wanawake wana matatizo mengi, wanaweza kwenda pale, mwingine anajiangusha hata kwa shimo, anasema tuweke pamoja na yeye, wanataka tuende na yeye pamoja, aende wapi? Na ukimwambia ukianza kufunika mchanga anapiga nduru anaruka nje. So hii ni maneno ambayo haifai. So wanawake wako na wako na weakness fulani. Kwa hivyo hawaendi pale makaburini. Wanaenda kule nyumbani, wanakaa kule nyumbani, wanabaki wanaomboleza. Unaona? Na kuzika ni siku hiyo. Na hakuna kuzika na sanduku. Hii mambo ya sanduku mnakuwa na hasara kubwa. Kila saa mnachanga mazishi mwezi mzima mnachanga. Sanduku 50,000 ama 100,000. Safari ya kusafirisha kwa wengine kutoka hapa kwenda Busia unalipishwa tena 40,000. Na kuna pesa kula njiani. Na ukifika kule umenunua sui ng'ombe. Unaona sasa hii ni hasara mnaleta ile boma ya maiti. Mtu akifiwa na bwana yake, kwa mfano ni mwanamke ameufiwa na bwana yake, hamfai kwenda kula kwa hiyo nyumba. Kwanza ndio unafaa kupeleka kitu pale. Lakini sasa watu wanafanyaga matanga ni pale ya kukula jioni. Mtu anajua sasa mimi hii mwezi mzima sina nunua chakula. Anakuja pale anajifanya analia sana, alafu ikipikwa chakula pale anakula ugali, anashiba ugali kama ya 300 hivi, ya shilingi 300. Hapo anachanga 20 bob. Wewe mtu anakuja kufanya nini? Sasa amekuja kusaidia nini hata pale? Tunasherehekea Unasherehekea nini na mtu ameshakufa? Siku yake ya mwisho. Siku yake ya mwisho na ameshaondoka. Wewe mtu pengine hata ile kitu kilimuua ni njaa, imekufa huwezi jua. Na wewe pengine ni ndugu yake. Amekufa kwa sababu ya njaa. Wewe hujai mletea hata shilingi 10 hata kumnunulia hata kitu. Lakini zaidi amekufa, mimi ndio nanunua sanduku. Sanduku ni ya pesa ngapi ndio nanunua? Mimi ndio nanunua nguo, suti. Biblia inasema msiko na kanzo, mnakataa kuzika na sanda. Mnakataa kuzika na sanda. Mnazika na sanduku. Yaani mnaenda kinyume kabisa na Biblia. Au nyinyi mnasema Waislamu hata hawajui kitu. Biblia inasema mzike na sanda. Wewe, si mnasema Yesu alikufa? Kwa mujibu wa Kristo. Naam. Alizikwa na nini? Na sanduku ama sanda? Sanda. Alizikwa na sanda. Na mbona msifuate hiyo desturi? Mbona mnang'ang'ana mtu atazikwa na suti mpya, tai mpya, kofia mpya, simu mpya, chaja, na bamba ya 50. Sio anaenda kuongea na nani huko mbele? Na wengine wasikia wanazikwa na tochi.
Sijui anaenda kumulika wapi? Kwa Mungu nani alimwambia kwa Mungu huko hakuna stima. Kule kuna nuru si hii light tunaona. Hii light tunaona hii. Hii tunaona mpaka macho yetu. Kwa Mungu ni zaidi ya hii, ni kama mara milioni. Hiyo ni nuru inatumika kule. Ni kitu kinaitwa nuru. Inaangaa kuangaa. Inaangaa kuliko ile jua. Ile jua hiyo unaona hii jua. Kwa hivyo hii mambo ya kuzika watu, nyinyi ndio mnajiletea hasara. Ndio naona Mungu anawapunish. Hiyo ni punishment mnapewa na Mungu. Kwa sababu mmekataa. Ndio naona sasa mnapewa punishment, mchange mwezi mzima. Mlipe pesa mingi kuzika. Safari mlipe, kila kitu mlipe. Unaona? Yaani mnaekewa kama punishment. Sisi naona maiti ya Muislamu hata haitumii shilingi 4,000. Kwa sababu vijana wanaenda kuchimba kaburi pale, hawa ndio wananunulia kitu kidogo chai. Sio wanachoka ni wananunulia kitu kidogo. Sawa. Hii nyingine yote unapewa. Gari ya kwenda kuzika ni ya bure. Sanduku iko wapi? Kwa mshauri Muislamu anazikwa na sanduku? Ama kuna nabii yoyote katika Biblia mzima alizikwa na sanduku? Hakuna. Musa alikufa hakuzikwa na sanduku. Ibrahimu alikufa hakuzikwa na sanduku. Nuhu alikufa hakuzikwa na sanduku. Hazikuwa namna gani? Na Nuhu alitengeneza safina na nini? Sibao zilikuwako. Nuhu alitengeneza safina na nini? Hata wakati ya Yesu inasemekana huyu Yusufu ama Joseph alikuwa fundi wa mbao. Si angetengeneza sanduku? Naam. Hii ni mambo mnajiwekea tu gharama tu bure tu na kusumbua watu, yani badala msaidie ule mtu mnakuja kumletea hasara. Kuna pahali nyingine ng'ombe zinakuliwa, ng'ombe si ng'ombe moja, ng'ombe 100. Hiyo ni kujiletea hasara tu bure. Mtu akikufa unamuosha, tena nyinyi hata amuoshi wa maiti yenu. Unaoshaka? Ama inaoshwa moja ni. Yaani nyinyi mmefundishwa maiti akifa ni kitu mbaya. Hata kumuosha hata ndugu yako huwezi muosha. Unazaosha ndugu yako? Amekufa. Ndio. Uko serious? Ndio. Unatoroka? Haziwezi. Sasa sisi Waislamu mwanaume akifa anaoshwa na wanaume wenzao. Sawa? Mwanamke akikufa anaoshwa na wanawake wenzao. Si ati mwanamke amekufa ati kijana kama wewe ndio unaenda kuosha mzee. Hiyo ni mbaya sana kwenda kumfunua utupu wake. Haiwezekani, haiwezekani. Sasa kule mochari mnaweka mnachanganywa nyinyi nyote huko. Wanawake, wanaume, yani nyinyi nyote. Tena watu wa mochari unajua si kuosha wanaoshaga. Watu wa mochari anachukua pipe. Unaona? Ile kuosha yake hiyo mnasemaga mnaosha maiti. Mtu wa mochari anachukua ile pipe, anafanya namna hiyo, anapiga, si nikupiga anapiga naye. Anapiga tu, anapiga hapo mnaambia chukue, hapo anachukua, anapanguza maji, anawaambia mnichukue mwili yenu. Kule kwa Uislamu tunaosha vizuri. Kama mtoto mdogo mzuri tunaosha vizuri. Na sabuni vizuri anarudi kwa Mwenyezi Mungu akiwa hivyo hivyo. Bila alikuja. Kwani ukitoka kwa Mungu ulikuja na nguo? Ni unaona mtu anaendi na nguo, mtu anaenda na ile sanda, shuka. Sababu ulikuja ukiwa uchi, ukitoka kwa tumbo ya mama yako, unarudi hivyo hivyo, unarudi kwa Mola wako. Unaona? Kwa hivyo mazishi ya Kiislamu is the best. Ndio unaona watu wameanza siku hizi kusema, unaona watu wengi hata katika mitandao wakisema, mimi nikikufa after 72 hours nizikeni. Mwingine anasema mimi nisimalize siku 3 kama sijazikwa. Watu wameanza, mtakuja tu pole pole mtajua. Kwa sababu kuna gharama. Mtu akisema azikwe kesho kutwa, tunaona kuna gharama? Hakuna. Kwa hivyo mnatukaribia tu pole pole. Kwa sababu hii ni dini yenu mliacha. Mkaenda sasa ukule, mkafundishwa mambo ya wazungu, ya sanduku, mochari. Tena mochari unalipa bili kubwa. Sisi Waislamu hatulipi bili za mochari, hatupeleki maiti mochari. Unless huyo mtu alikuwa mgonjwa hospitali, akalala huko, akakufia hospitali. Hata kama alikufia hospitali, sasa hiyo tutalipa hiyo gharama. Lakini kama si ni mambo ya kufa nyumbani, mtu unachukua tu na leo naenda kwa chifu na ripoti na niwe ameaga dunia, kuna shida yoyote? Hakuna shida. Unapewa permit, unapewa unazika mwili. Kuna mambo mengi. Ninyi mnajiwekea gharama kubwa sana. Sana sana. Kwa nini huwa mnawacha msikiti mbwa akiingia ndani? Sasa anasema kwa nini sisi Waislamu ati mbwa akiingia msikitini tunahama? Tunahama tunaenda wapi?
Unaacha hiyo msikiti. Tunaacha msikiti tunaenda wapi? Unaenda kwingine. Wewe mbwa ikiingia kwa nyumba yako unaweza kuiacha nyumba yako? Hapana, mimi siwezi acha Aliyekuambia hiyo maneno ni nani? Ama ni ile unasikia huko mtaani? Sio ni maneno ile ya kusikia. Uliona msikiti fulani? Uliona msikiti fulani wapi? Wapi huko? Niambie ni wapi? Hii Kenya yote tunajua, tumetembea sana. Uliona msikiti fulani iko kwa sehemu za Makindu huko. Makindu. Ilikuwa imeanza mahali fulani. Mahali fulani unaitwa yaani umbo aliingia wakatoka wakaenda. Kunaitwa Itulu. Wakawacha yaani umbo aliingia msikitini wakawacha na msikiti wakaenda. Wakaenda. Ati Itulu. Hiyo hatujaisikia, na kama tungesikia kwamba kuna watu waliacha msikiti kwa sababu kwanza waliama. Imamu yuko pale na Waislamu pale. Huyu anajua hiyo, unasikia mahali iko. Anajua mahali iko. Kinyo alifanya hiyo siku ilikuwa wakati wa Ishai. Sawa? Walisimamisha swala wakasalia nje, alafu wakakuja kuosha msikiti kesho. Unasikia? Umbo amekuja amekojoa, mnaosha, mnatoa ile najisi iko ndani ya nini? Basi umbo ni kiumba cha nani? Wamchukulianga kama adui. Umbo atuchukui. Kwani umbwa sisi tuliumba umbwa? Sisi hatukuumba umbwa. Umbwa hatukuumba. Tuanze na hiyo. Sasa wewe kuja saidia huyo. Njoo. Umbwa ni kiumbe cha Mungu. Kwa hivyo sisi tunachukia umbwa sisi. Umbwa tumeambiwa mambo mawili. Ukitaka kufuga umbwa, ufuge umbwa ambaye ni wa kuchunga boma ama kwenda kuwinda. Lakini si kuweka kwa nyumba. Hiyo tumekatazwa kabisa. Tumekatazwa kabisa. Biblia inasemaje kuhusu umbwa? Unajua? Biblia inasemaje kuhusu umbwa? Biblia sijui hapo, lakini mimi nauliza swali. Ngoja swali lako. Watu malize hii kwanza. Tunamalizana moja alafu tunaenda kwa nyingine. Sasa kuhusu umbwa Biblia inasemaje? Wafilipi 3:2. Filipi 3:2 nasema, jihadharini na umbwa. Umbe tunaambiwa tujihadhari na nini? Kwa hivyo Biblia inakufundisha wewe jihadhari na nini? Na umbwa. Sisi tulijihadhari zamani na umbwa. Nyinyi ndio hamtaki kufuata Biblia. Biblia inasema ujihadhari na umbwa. Yesu anakasemaje kuhusu umbwa? 7:9 Mathayo. 7:6 Mathayo. Mambo ya umbwa ni kali kwa Biblia, nikianza kukutolea hapa utashangaa. Swali la huyu ni lake. Tunataka mtu akija hapa unakuja na swali lako, si la huyu. Wewe lako nataka uulize lako. Wacha nimalizane na huyu. Inasema 7:6 nasema, msiwape umbwa kilicho kitakatifu. Unasikia? Bado unazidi kuchambua umbwa. Inasema msiwape umbwa hicho kitakatifu. Umbwa ni akina nani? Biblia inasema tunarudi 15:21 Mathayo. Hapo. Inasemaje? Nataka usikie maneno makali hapa Yesu aliongea. Yesu akaondoka huko, akaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Na tazama, mwanamke Mkananayo mpaka ile akatokea, akampadhia sauti akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, ndio binti yangu amepagawa sana na pepo. Wala yeye hakumjibu neno. Yesu alikataa kuongea na huyo Mkananayo. Na wanafunzi wake wakamwendea wakamuomba akisema, mwache ende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Hata wanafunzi wamekerwa na ule mwanamke ambaye ni Mkanani. Akajibu akasema, sikutuma ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Tuendelee.
naye akaja akamsujudia akisema. Yule mwanamke hakutosheka na maneno ile ameambiwa na Yesu, akarudi kwa Yesu akamsujudia Yesu pale, Bwana unisaidie. Bwana nisaidie. Akajibu akasema, si vyema kukitoa chakula cha watoto na kutupia umbwa. Unasikia majibu ya Yesu? Si vyema kuchukua chakula cha watoto na kuwatupia umbwa. Chakula ni nini na umbwa ni nini? Tafakari hiyo. Ndio fanya research. Chakula ni nini na umbwa ni nini? Yesu anasema si vizuri nichukue chakula cha watoto nipatie umbwa. Ili nikusaidie, wewe ndio nikusaidie tu. Chakula ni maneno ya Mungu kwa wana wa Israeli. Umbwa ni watu wa mataifa. Unaona sasa? Si ndio imeandikwa hivyo? Leta imprimato. Hiyo 15:21 pale maelezo yake. Sio kama nimekumbuka ama nimesahau leo. Sio naisoma kila siku. 15:26. Sikia sasa maelezo ya Biblia. Hii ni Biblia Katoliki, iko na vitabu 72. Sikia maelezo yake bila wanasema. Wayahudi ni wana wa Mungu waliopata ahadi za wokovu. Hiyo ni maelezo inaelezwa na waandishi Basi kabla ya wapagani Yesu alijilazimu kuwashughulika kwanza Wayahudi. Yesu alijaribu kwanza kushughulika na Wayahudi. Wapagani waliitwa Wayahudi kama umbwa tu. Unasikia? Wayahudi walikuwa wanaita watu wa nje kama umbwa tu. Wapagani walikuwa wanaitwa kama umbwa tu. Walikuwa wanaonekana sio kitu. Unasikia? Nafikiri umeelewa mpaka hapo. Wacha nichukue swali la huyu. Sasa unaweza relax hapo kidogo. Chukua swali la huyu. Swali huyu mjamaa tu bwana. Mimi swali la huyu, sikiza. Sisi uliza yako swali. Hapa ile kitu tunafanyaga, tunataka mtu akiuliza swali lake kwa sababu alikuja peke yake, alikuwa anakuja amebeba kila kitu amebeba. Swali la mtu mwingine akiuliza, muache tu na swali lake. Haya, sasa mimi naitwa Hassan Kariuki. Na wewe unaitwaje? Mimi naitwa Bernard Duari. Asante sana. Swali gani ungetaka kuuliza Waislamu? Uliza swali yoyote, ile swali utauliza ni ya siasa. Lakini swali lingine yote uliza. Si siasa, mimi nauliza nguruwe mbona ikiingia pia mosque pia inaleta changanyiko kidogo. Hakuna pahali popote nguruwe iliingia msikitini kaleta mchanganyiko wowote. Unajua hiyo ni ile propaganda mmepewa huko nje. Ukaambia umbwa akiingia msikitini watu wanahama. Nguruwe akiingia msikitini watu wanahama. Nguruwe ni kiumbe cha Mungu. Na Mungu ni najis. Na ile najisi bi maana ya kwamba ni kitu kichafu, sio? Kwa hivyo akiingia msikitini hakuna mtu anahama. Kitu kinachofanywa ni msikiti unatoharishwa. Yani unaoshwa, unatoharishwa. Ukitoharishwa watu wanaendelea kuswali. Yani nguruwe ni chafu sana. Ni najis. Nguruwe ni chafu. Wewe unakula nguruwe? Mimi nakula nguruwe. Hata leo nimeshaoda nguruwe. Umeshaoda nguruwe? Sasa kama leo umekula nguruwe, Mungu anasemaje? Mtu ambaye anakula nguruwe kama huyu, Mungu anasemaje katika Biblia? Isaya 65:4. Sikia vile Mungu anakuambia sasa leo. Hata kama umekula leo na umeoda nyingine, sasa sikia vile Mungu anakuwa. Anza na Qur'ani kwanza ndio. Qur'ani chukua. Haya sasa. Sasa mimi sina shida. 5 ama 6:145. Mwenyezi Mungu mtukufu anasema. Nasemaje? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema. Sioni katika yale niliyofunuliwa mimi. Niliyoletewa wahi. Sioni kitu kilichoharamishwa kwa mlaji kukila. Isipokuwa kiwe ni mzoga. Au damu inamwagika. Mzoga, yani ng'ombe akikufa hapa ama mbuzi, tumekatazwa kukula. Kama amekufa, mnamwacha hivyo hivyo. Wewe mnachukua mnazika, hapana kula hiyo. Mzoga ama damu. Hii damu watu wanatengeneza kama metura. Hiyo hatukulie, Au nyama ya nguruwe. Au nyama ya nini? Nguruwe. Funga Qur'ani. Kwani? Niendelee naye. Kwani hivyo ni uchafu. Kwanza hizo ni uchafu. Ni uchafu. Nguruwe ni chafu. Nyama ambayo amekufa ni chafu. Damu ni chafu. Haya, Biblia inasemaje? Tuanze na Musa ama tumalizie huko nguruwe? Tuanze na kitabu tuanze na kule ya Walawi. 1:7. Inasema mwalimu wangu, Musa anaambia wana wa Israeli nini? Na nguruwe kwa sababu yeye anazo kwato, ni mwenye miguu iliyopasuka kati, lakini hacheui. Ndio. Yeye ni najisi kwenu.
msiile nyama yao, wala msiiguse mizoga yao, hao ni najisi kwenu. Kwa hivyo Biblia inasema nguruwe ni najisi kwetu. Naona kulaga nini? Nguruwe. Kwa hivyo kwanza umekataa amri ya nini? Wewe unakula kitu gani? Nimekataa amri ya Mungu. Amri ya Mungu. Sasa sikia Mungu anasemaje finally. Finally kuna kitu Mungu anasema 65 hii ni Isaya. Wacha nikula vitu ambayo Mungu hataki. Msilazimishe na nguvu. Mtapata shinda bure huko mbele. Wakatio kati ya makaburi. Na kulala katika mahali pao pa siri. Walao nyama ya nguruwe. Hao watu wanakula nyama ya nguruwe. Na mchuzi wa vitu vichukizavyo katika vyombo vyao. Kumbe wanakula vitu mbaya mbaya tu hao watu wakula nguruwe, hata kitu kingine anaweza kula tu. Watu wasema simama peke yako, usinikaribie mimi, kwa maana mimi ni mtakatifu kuliko. Tena wanajiita ni watakatifu. Watu hao Mungu anasema watu hao kama ndugu yangu hapa ni moshi puani mwangu. Nini? Moto wakao mchana kutwa. Wewe ni moto kwa Mungu unawaka mchana kutwa. Ndio, lakini kwa hivyo si lakini kwa hivyo kama unakula nguruwe siku ya mwisho unaenda wapi? Motoni. Hatujui na kitabu imesema. Kitabu imesema lakini. Kwa hivyo wewe ni lakini ya Mungu na pingo unasema ni lakini. Kuna lakini kwa Mungu? Mungu anaweza kumwambia lakini? Hiyo lakini ndio ilileta shakahora hiyo. Hiyo lakini ndio ilifanya watu pale wakafunga pale hata wakamuona Yesu. Na ule anaambia wafunge, ukimwangalia shingo yake amenona hivi, hafungi, lakini anaambia watu wengine wafunge. Yeye na bibi yake na watoto wake hawafungi. Anaambia watu wote wanakufa bure tu. Imani hiyo si mzuri. Lakini leta swali lingine. Swali yangu ilikuwa lakini maandiko yamesema. Ndio lakini achana. Swali yangu ilikuwa hii nguruwe ikiingia kwa mosque haifanyi ni kuoshwa tu, kwa sababu nguruwe akiingia pale lazima akunie afanye nini, si unaosha tu na mnaendelea na ibada yenu. Akiingia kanisani Kanisani sijui, labda uniambie wanafanyaga nini kanisani. Ukiingia kanisani hatuna shida, hamna shida. Kwa hivyo nyinyi wote wa kanisani, kwa hivyo nyinyi mkiwa kanisani nguruwe akiingia na niambie ni najisi, mnaikaribisha? Hatuikaribishi. Imeingia kama ujui, utajua kanisani sio sehemu takatifu. Lakini msikitini ni sehemu takatifu. Na sehemu takatifu hatuwezi tukaruhusu vitu vichafu. Lakini nyinyi kwa sababu kanisani sio sehemu takatifu, mwana mkaruhusu, haina shida. Kuna kitu kama hiyo. Hata swali lingine. Haya, nauliza tena. Mbona mnaoa bibi wanne ama watano? Mbona tunaoa bibi wanne ama watano? Hiyo tano nyongeza. Okay, tano hakuna. Hiyo hatuna tano. Sikia sasa. Na tena si lazima na tena lakini haina sasa basi munieleze. Usiongeze. Wacha nikuelezee. Alafu nikuje pande yako nieleze formula ya Biblia ya kuoa nayo pia mmeelezwa namna gani. Si sawa? Tunasaidiana. Unanisaidia mimi nakusaidia, sio? Haya. Hii ni 3 Qur'ani. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na kama mkiogopa kutowafanyia uadilifu mayatima, basi ogopeni vile vile kutowafanyia uadilifu wanawake. Ndio. Basi oweni mnaowapenda katika wanawake. Unasikia ile kitu rango jinatumika pale. Oweni mnaowapenda. Huwezi kuoa kitu ambaye upendi. Lazima uoe kwa sababu kuna wanaume wameumbwa katika humba ya kupenda mali na wanawake na watoto. Na kutafuta vizuri. Kuna mwanaume anataka mwanamke mfupi aoe mfupi. Kuna mwanaume anataka kuoa mwanamke mrefu, kuna mwingine anataka kuoa ule mwembamba, na kuna mwingine anataka kubeba ule amebeba. Mwenye mzigo. Anataka kuoa huyo. Unaona? So wanaume ni tofauti sana. Tumeumbwa huyo tofauti. So tunaambia unachopenda endelea. Maadamu mtawafanyia insafu. Yaani kwanza ufanye uadilifu. Hapa Mungu ametumia neno uadilifu. Uadilifu ni kuwa ya kwamba ukienda kwa ile nyumba unakaa huko wiki moja, ukimaliza wiki moja unaenda kwa ile nyumba nyingine unakaa wiki moja. Si hata kuna unaenda unakaa wiki moja huko unakaa siku moja. Hiyo si uadilifu. Ukinunulia ule gari na huyu mwingine umnunulie gari. Ukimjengea nyumba mzuri, umjengea nyumba mzuri. Hiyo ndio uadilifu. Lakini si hata huyu anakaa nyumba ya nyasi na huyu mwingine anakaa nyumba ya mawe. Hujafanya uadilifu. Hiyo na unadhulumu mwingine, Wawili. Kwanza imeanza na wawili. Au watatu. Au wanne tu. Au wanne tu.
Na mkiogopa kuwa hamwezi kufanya uadilifu. Na ukiogopa huna uadilifu, kuna wanaume hawana nguvu. Ni kweli? Iko. Kama wewe huna nguvu, basi wewe ni tukutuku, si ndio? Basi wewe wangapi? Wangapi? Wawili hiyo na wacha amalize. Wacha amalize. Na mkiogopa kuwa hamwezi kufanya uadilifu. Basi oeni mmoja tu. Kumbe Mungu anamalizia anasema, ukiona hii mambo yote uwezi, una hela, nguvu ya kiume huna, uoe ngapi? Oe mmoja. Kwa hivyo kwa Qur'ani imekubalia mtu awe bibi ngapi? Moja. Kama una uwezo oa ngapi? 2. Kama una uwezo zaidi oa nyingine ngapi? 3. Kama una uwezo zaidi mwisho ni wanne, utamaliza? Anamaliza. Lazima uwe na nguvu. Hapa ni nguvu. Ile nguvu inazungumziwa hapa ni nguvu ya kifedha na nguvu ya kimwanaume. Yaani unaweza kukaa kule wiki moja umalizane na huko, utoke huko uende ile nyumba nyingine ukae wewe. Kwani wale wazee wetu wa zamani, mababu zetu, walikuwa na wanawake wangapi? Hata 7. Hata 7. Kwa sababu walikuwa na nini? Walikuwa na nguvu. Walikuwa na mali na walikuwa na nguvu. Sasa sisi tunajua sasa siku hizi watu wa siku hizi chakula mnakula, si chakula ambaye itakufanya wanaume wawe na nguvu. Unakula mchele ni starch. Unakula ugali ni starch. Kuleni mboga na mkule matunda. Vitu mzuri muwe na nguvu kwa ya mwili. Sasa ukikula tu githeri, wewe unafikiri utazaa na mwanamke? Sasa wote wanakula mchele tu. Hiyo ni starch hizo. Kuleni ndo mango, ashe vitu kama hizo. Vitu strong. Unaona? Sasa kwa Biblia mnaambiwa muoe aje? Nimekueleza. Bibi moja. Imeandikwa wapi katika Biblia muoe bibi moja? Andiko gani katika Biblia mzima? From Genesis 1:1 to Revelation of John 22 verse 18. Ni wapi imeandikwa muoe mke moja? Najua kutoka kwa New Testament unaoa bibi mmoja. Wapi? Nataka hapo imeandikwa uoe, yani oa mke moja. Unajua nyinyi mumekuamilia wakati wa Musa. Sisi hata tuko huko. Hatuko huko sisi. Mimi nimekuuliza hivi. In a very humble way. Umeniuliza kwa Qur'ani kwani tunaoa wake wanne. Nitakueleza vizuri, tunaoa wake wanne kwa sababu ya ABCD. Na kama huna nguvu na huna uwezo na huna fedha uoe bibi ngapi? Ubaki na moja. Sasa katika kwa Biblia ni wapi mmeambiwa muoe mke moja? Hiyo andiko ndio nataka. Ukirudi kwa Old Testament. Popote tu. Mimi nataka nauliza tu. Mimi nataka tu. Mimi nasema hivi. Niangalia, nasema hivi. From Genesis 1:1. Yaani katika kitabu cha Mwanzo 1:1 mpaka Ufunuo wa Yohana 22:18. Andiko inasema oa mke moja. Hakuna mali man. Hakuna. Kwa hivyo ni nyinyi mmejiwekea. Sio kujiwekea. Ngoja tulia, utakuja tu. Hatuongei mambo ya kuumba, tunaongea mambo ya kuoa. Wewe tulia. Ngoja tulia kidogo, taratibu. Wewe tulia baba. Kama unataka ukuje usaidie huyu. Unataka? Uko na uwezo? Kusaidia huyu? Basi tulia. Utakuja tu. Nitakupa nafasi. Nataka yeye akuje yeye mwenyewe ajitetee. Asitetee mtu mwingine. Nasema hivi. Hakuna pahali popote, na mimi narudia tena. Biblia mzima kuanzia Genesis mpaka Revelation umeambiwa usioe mke moja. Hakuna. Na wewe shinda manabii. Wewe unashinda manabii? Siwezi shinda manabii. Ndio kweli. Wewe shinda manabii? Ibrahim alikuwa na wangapi? Wale unajua wa Ibrahim walikuwa wangapi? Walikuwa na ngapi? Walikuwa na wawili ama mmoja? Alikuwa na wawili. Alikuwa na watatu. Sara, Hajiri, Ketura. 3. Haya, Daudi alikuwa na wangapi? 300. Daudi alikuwa na 9. Suleiman, mtoto wa Daudi alikuwa na ngapi? Alikuwa na wake 700. 1000. 1000 wapi? Wewe hiyo Wafalme wa kwanza 11:1. Kwa kando. Wafalme wa kwanza 11:1.
Wewe unasema mpaka mpango wa kando. Ngoja kidogo. Kwa hivyo nataka kutuambia mtoto wa Daudi ambaye ni King Solomon alikuwa anafanya mpango wa kando. Sisema hivyo ni mpango. Nataka uniambie tu. Unajua hii kitu watu wengi wanaona vile tunaongea mimi na wewe. Kwa hivyo tunaweza tukawapoteza ama tukaweka katika njia sawa. Wewe unataka kuniambia mtoto wa Daudi ambaye ni Suleiman, mtoto wa Daudi yani Solomon alifanya mpango wa kando? Nisema hivyo juu hizo. Unayo andiko ya kwamba alifanya mpango wa kando? Maandiko haiko, lakini maandiko hakuna. Kwa hivyo ni maneno yako ya hiyo ni maneno yako. Soma 11:1. Hiyo ni story zile mnasemaga za jaba hizo. Unakuja unaekelea mtu kitu ukiambia utoe ushahidi huna. Ukienda kotini utafungwa. Ukienda kotini na statement ambayo si sawa unafungwa na jaji. Sema ile kitu una hakika naye. Soma. Mfalme Suleimani akawapenda wanawake wengi wageni pamoja na binti yake Farao, wanawake wa Moabi na Waamoni na Waedomu na Wasidoni na Wahiti na wa mataifa. Bwana aliwaambia wana Israeli, msiingie kwao wala wasiingie kwenu, kwa kuwa hakika wataigeuza mioyo yenu kuifuata miungu yao. Suleimani akaambatana nao na kuwapenda, akawa na wake 700. Alikuwa na wanawake ngapi? 700. Binti za kifalme. Kwanza ni binti za kifalme, si ati ni msichana wa kawaida, ni mtoto wa kifalme, wa kingi huyu wa matribe zamani walikuwa wanakaa na wafalme wao na masuria 300. Na masuria 100 ngapi? Na maid na wao mnasemaga maid. Concubine. 100 ngapi? Wote ukiongeza ni ngapi? 1000, lakini hao haisabiki kwa wake. Masuria ni wanawake ambao walikuwa wanaenda, ukienda kupigwa pahali, wanawake wanachukuliwa kule. Mfalme anakuja anawafanya wake zake. Umeelewa vizuri? Wanaitwa masuria. Mwanzo 4:19. Hao ndio wanaitwa masuria. Nyamwe shida manabii. Hii ni mambo ya wazungu wamekuja wakawaletea hapa, wakasema kwa sababu hao wazungu wanakaa na mke moja, wakakuja wakawaletea hapa. Wazee wetu hata hawakuwa wanakaa hivyo. Na ndio unaona wakati wazee wetu mababu zetu walikuwako, hakukuwa na ukimwi. Ngoja kidogo. Wakati wazee wetu mababu zetu ulikuwa unasikia kitu kinaitwa ukimwi? Hakukuwa. Imekuja karne gani? Lakini wazungu wamewaletea tena wakawaambia mwanaume awe mwanaume mwingine. Badala ya kuoa mwanamke mwingine unaambia uoe mwanaume mwenza. Hiyo ni Ruto ndiye ameleta bwana. Wewe usitaje mambo tulisema hapa, usitaje jina la mtu hapa. Mambo ya mtu hapa unasema ati ni nani alileta? Wewe usirudie hiyo maneno tena hapa. Hiyo maneno nimekukanya na usirudie hiyo maneno tena hapa. Ukiongea maneno kama haya, usiongee maneno ati unataja mtu fulani. Na nilikwambia hapa si pale ya siasa. Kama wewe ni mtu wa siasa uende kwa siasa. Kama wewe ni mtu wa siasa unakuja kutaja majina ya watu hapa, uende kwa siasa. Hapa ni maneno ya Mungu. Hapa si maneno ya siasa. We don't want politics here. Wewe ukitaka kuongea mambo ya politics uende ukaongea politics. Hapa ni maneno ya Mungu. Sawa? Mimi nimesha kuonya hiyo. Usirudie maneno tena. Ile 19 wa kitabu cha Mwanzo. Lameki akajitolea wake wawili. Jina la kwanza ni Ada. Huyu Lameki ni mtu wa 7 kutoka kwa Adam. The 7th person kutoka kwa Adam. Ako na wake wangapi? Wangapi? Wawili. Kuna bahari Mungu alikasirika kwa sababu ameoa wake wawili? Hakuna. Hakukasirika. Tuende pale kwa Musa 21:15 Kumbukumbu la Taurati. Oh, 21:15. Inasemaje? Inasema akiwa mtu yuna wake wawili. Mungu anaambia Musa, anaambia wana wa Israeli, ikiwa mtu ako na wanawake wangapi? Wawili. Wanaweza shinda Musa? Hapana. Musa nabii wa Mungu ambaye ametoa wana wa Israeli kutoka pale nchi ya Misri akawapeleka Kanaani, unaweza mshinda? Anaambia wana wa Israeli, ikiwa mtu ana wake wawili, anayempenda na asiyempenda, anapeana instruction hapo. Mtoto akizaliwa hivi itakuwa hivi, itakuwa ule mke wa kwanza atakuwa hivi, ule mke wa pili atakuwa hivi. Hii ni maagizo anapeana. Nyakati wa pili 11:21. Mimi nakutolea sururu ya watu ambao wameoa wanawake na hakuna pahali Mungu amesema wamefanya makosa. Sasa wao wanasema Biblia inasema muoe mke mmoja. Urongo hiyo. Hakuna pahali popote. Na ule kidume akuja hapa aseme. Si wewe ndio kidume, kuja hapa useme hiyo. Mimi 11 21. 21.
Rehoboamu, huyu ni jamaa alikuwa anaitwa Rehoboamu, anajulikana sana katika Biblia. Akampenda Maaka binti Absalom kuliko wakeze wote na masuria yake. Maana alioa wake 18. Huyu alioa 18. Na masuria 60. Na alikuwa na 78. And hapo 13:21. Hiyo tu. Luka 13. Hapana 13. Nyakati wa pili hiyo wa pili 13:21. Unasema. Inasemaje? 13:21. Inasema. Ila Abia akapata nguvu. Unasikia? Ile nguvu nilikuwa nakwambia. Ambia akapata nguvu. Akafanyaje baada ya kupata nguvu? Akaoa wake 14. Tena huwa alioa 10 na ngapi? 14. Sasa unaona? Ni msururu. Na wewe uko na moja kama tochi ya train. Uko na ngapi? Mimi niko na mingi. Sema. Niko na mingi. Moja kama tochi. Wewe uko na ngapi? Kwa hivyo anyway hakuna pahali popote kitabu imesema mtu asiwe mke moja. Afadhali uoe mke mwingine wa pili kuliko kwenda kuzini. Kwa sababu dhambi ya kuzini inakuandama mpaka siku ya kiyama. Yaani ukifanya zina, unajua wanaume sisi tunajidanganyana sana. Hata unaenda unafanya zina usiku, umejificha pengine uko na mke, unaenda unajificha unalala na mwanamke mwingine huko, unaenda unajificha tena unalala na mwingine huko. Hii dhambi yote ya zina inakufuata mpaka siku ya kiyama, siku utafufuliwa na Mungu. Kwa sababu kitabu yako inaandikwa. Ndio naona watu wanaume wanaenda huko, wanaleta magonjwa nyumbani. Lakini kama angekuwa na wake wawili, huyu wakati yako hali yake mbaya ama ako mjamzito, unaenda ile boma nyingine. Hawezi pata, hakuna maradhi unazalete. Lakini sasa hii chakula unakula, hii chakula imejaa mafuta, na mwili iko na joto. Unataka kusema unataka kwa mke mmoja, urongo hiyo. Usidanganyane. Inadependa maisha ile ulikuwa. Hakuna. Wewe hakuna. Sasa ndio unaona magonjwa iko mingi. Unaona? Ukiangalia kama hapa Kenya, statistics za ukimwi hapa Kenya, Northeastern ndio ukimwi iko chini kabisa. Yaani iko chini kabisa. Sababu kule mambo ya zina ni ngumu sana. Lakini unapata maeneo mengine yani ukimwi umejaa kila pahali. So kuoa mke mwingine inasaidia mtu asifanye usharati. Sababu saa zingine unaweza kuwa na mpango wa kando. Ukikufa ule bibi atakuja na watoto kwenye nyumbani. Atakuja ambia watu wengi, na watu wengi wakiangalia wanaona kweli hawa watoto wanafanana na hawa watoto wengine. Yeye atakula haja kwenda DNA. Inabidi mwangalie shamba na watoto wengine muangalie. Lakini kama ungewaambia ukweli, ujulikane ya kwamba mimi niko na wake wawili, ingekuwa ni bora zaidi. Nakubali. Haya, niko na swali moja sasa ya mwisho. Niende. Kati ya hizi dini zote, nani baba wa kanisa? Hii ni Kiislamu, Kristo. Nani baba wa kanisa duniani? Baba wa kanisa kiaje? Founder. Founder wa church. Tangu dunia iumbwe na Mungu, nani ndio baba wa church? Mimi nitakwambia upande wangu, wacha niseme upande wangu na wewe tuambie pande ya kwenyu. Utuambie pande ya kwenyu ilianzia wapi? Wacha mimi nianze na upande wangu. Sasa kuingia upande yako, wewe mwenyewe mko hapa, unaweza ukatueleza, si ndio? Sawa. Uislamu, wacha niongee kuhusu Uislamu. Uislamu je, ulianza vipi Uislamu? Sababu sisi tunakaa kama vile tunafundishwa katika vitabu vyetu ni kwamba manabii wote kitu ya kwanza inasema walikuwa Waislamu. Manabii wote kuanzia Adam mpaka kuja kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa Waislamu wote. Sasa hebu tuone ilianzaje Uislamu. 2:213. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Watu wote walikuwa wa dini moja ya haki aliyokuja nayo Nabii Adam. Unaona? Qur'ani inasema watu wote walikuwa wa dini moja ya haki. Na hiyo dini alikuja naye Nabii Adam. Kisha wakafanya nini? Kisha wakaitirafiana. Basi Mwenyezi Mungu akawaleta manabii watoa habari njema na waonyao. Baada ya kuitarifiana wale watu na walikuwa wa dini moja, yeye ambaye ni ya haki, tunaambiwa ni gani? 3:19 Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Bila shaka dini ya haki mbele Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Dini ziko nyingi duniani, si moja, ziko nyingi sana. Lakini unaambiwa bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Na tunaambiwa watu wote walikuwa dini moja ya haki aliyekuja naye Nabii Adam. Hii dini ilitoka wapi? Hii ya Uislamu. Qur'ani 22:78. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Inasemaje? Na piganieni dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahili kupiganiwa.
yeye amekuchagueni muwe umo ulio bora, wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Ndio. Nayo dini hii ni mila ya baba yenu Ibrahimu. Tunaambiwa hii dini ya Uislamu ndio dini ya Ibrahimu. Yeye Mwenyezi Mungu mwenyewe alikuiteni Waislamu tangu katika vitabu vya zamani huko. Kwa hivyo dini yetu imetoka kwa Mungu. Mungu ndiye alituita Waislamu tangu zamani, tangu kale. Sasa tukuje kwako sasa. Na wewe dini yako ilianzia wapi? Utakuja. Usiombe. Njoo. Ngoja. Hapana wewe, sikiza. Simamisha hapo kidogo. Naipiganieni dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahili kupiganiwa. Yeye amekuchagueni muwe umo ulio bora, wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Nayo dini hii ni mila ya baba yenu Ibrahimu. Yeye Mwenyezi Mungu alikuiteni Waislamu tangu katika vitabu vya zamani huko, na katika Qur'ani hii mmeitwa jina hilo. Iko hivyo tu, ndio tumeambiwa. Sasa tumetoka kwangu sasa tuje sasa kwako sasa. Na wewe dini ya wewe iko dini gani? Mimi niko dini ya Kristo. Hebu tuelezee Ukristo ilianza wapi, ilikuja lini, kama vile nimekuelezea kama mimi. Ndio tuwe fair game. Nielezee. Tukianza kwa Genesis, ilianzia hapo. Ngapi? Ile Mungu aliumba mheshimiwa. Hatuzungumzii uumbaji, tunazungumzia dini. Dini yako. Tunaongea mambo ya dini, si uumbaji. Mimi nimekueleza vizuri kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na wewe nielezee, hii yenyu ilianzia wapi? Kristo. Kristo ilianza kwa New Testament. Andiko gani kaka? Toka kuzaliwa Yesu. Andiko gani? Andiko gani asome? Kama hakuna useme hakuna, tujue tu. New Testament ndio hii hapa. Inaanzia hiyo swali, ile swali yenye naweza sema, mimi naweza waachia ule kwanza akuja. Amesema ukuje umsaidie. Amesema uje umsaidie. Sawa. Wewe nayo kawa na shaka pale. Sasa Ukristo uje tuambie sasa swali lako ni lipi? Au labda kama unataka kuuliza swali hilo ya kwamba Ukristo ulianzia wapi ambalo mwalimu. Unataka kusaidia kidogo, unataka kusaidia? Ndio tu taratibu, unataka kusaidia. Huyo alikuwa hapa. Nataka kusaidia. Kwanza tujuane kwanza. Ngoja tujuane kwanza. Sasa hata ukija kwa nyumba ya mtu, si unakuja mnasalimiana, unajua si nyumba ya mtu lakini tunajuana. Ngoja kidogo. Huwezi kuja tu kwa mtu tu na waze tu kusema nipatie maji, nipatie chai, hapana. Mimi naitwa Hassan. Mimi ni Muislamu. Wewe unaitwa nani? Wewe unaitwa nani? Sasa hiyo itasaidia sisi. Haya basi, wacha nichukue swali lingine. Haya sawa. Tulia. Haya. Unaitwa nani kaka? Mimi naitwa James. Okay James, na mimi naitwa Hassan. Swali lako ambao ungetaka kuuliza Waislamu jioni ya leo ni swali gani? Na mara mingi naona mkija hapa mnauliza maswali tu ya Biblia. Simuulizage pia maswali ya Kiislamu. Sababu ninafanya tukuja hapa. Tunataka mjue Uislamu. Hamtaki kuuliza maswali ya Kiislamu. Mtu anakuja hapa na anaanza kuuliza habari ya Yesu, habari ya nini. Si uulize maswali ya Kiislamu, ile inawasumbuaga. Ile ambayo upati jibu huko na hapa unakuwa tunapata. Swali gani ni lako la jioni ya leo? Niko na mambo mawili. Kwanza ni swali, ingine ni tusaidiane sisi wa Kristo. Naam. Wenye wako hapa labda wenye asikia ujumbe wenye umesema. Naam. Labda ningeomba twende katika maandiko. Kuhusu kisa ya wanawake. Hebu nisomee Timotheo wa kwanza 3. Hapo Biblia inatuambia kwamba yule kiongozi ambaye anataka kuwa kiongozi katika dini ya Kikristo ndiye anafaa kuwa na mke mmoja. Baada ya hapo utanisomea Isaya 4. Timotheo wa kwanza 3. Inasema ni neno la kuaminiwa, mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema, basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja. Si ndivyo? Kwamba nimesema kwamba kwa
kwa kiongozi katika dini ya Ukristo. Wewe ni askofu? Wewe ni askofu? Sijasema ni mimi, ni maandiko. Au usomi mimi, unasoma maandiko. Ndio, sawa. Ndio maana sasa tumeona sio ndio za kuuliza wewe ni askofu. Nimesema vizuri, tunasaidiana si wa Kristo. Sasa swali yenu bado. Twende. Hapo nadhani umeelewa. Tumeelewa, mtu akitaka kuwa askofu, mtu wa mke moja, wewe ni askofu, si wewe. Sio mimi, ni maandiko yamesema hiyo. Lakini sio wewe. Kwa Isaya 4. Isaya 4 ngapi? Tokea hapo tu mwanzo. Haya, inasoma. Inasema, na siku hiyo wanawake 7 watamshika mtu mume mmoja, wakisema tutakula chakula chetu na kuvaa nguo zetu wenyewe, lakini tuitwe tu na jina lako, utuondolee aibu yetu. Sitaongea kuhusu hapo sana. Nadhani umeelewa Kiswahili. Sasa wewe tueleze, si wewe ndio umetoa haya. Watu wanataka kujua umetoa haya kwa nini? Andika swali sasa. Weka swali sasa. Sasa hii ni mambo ya Ukristo sasa. Sasa nakuja kwa Uislamu. Umesema nauliza hii umetoa kwa sababu ya nini? Hiyo nimetoa kwa sababu nilipata tuko na malumbano kwamba malumbano ya nini? Nilipata malumbano kwamba wapi kumeandikwa kwamba bibi awe mmoja. Na mimi narudia tena, usikuomba mbele yangu. Narudia tena. Andiko ulitolee katika Biblia mzima, umeambiwa uoe mke mmoja. Mimi nimekuja hapa nikasema kwamba Biblia imetuambia mwanzo hapo Timotheo 3 kwamba yule atakayetaka achana na mambo ya askofu. Wachana na mambo ya askofu kwa sababu wewe si askofu, wewe ni mtu wa kawaida tu. Wewe si askofu. Wewe si askofu, wewe ni askofu. Hapa hakuna askofu hapa. Tuambie, unaosidanganya Mungu, Mungu anakuona. Sikukimbizi mbio, usidanganye watu, wewe si askofu. Mimi sijaja hapa kudanganya watu, jambo la kwanza. Basi tutolee andiko pahali Biblia inasema uoe mke mmoja. Hapo stoki. Zote hizo ndo mke mmoja. Tuachane na hiyo, acha niulize swali yenu. Kwa hivyo ukisema mwanaume amesema tuachane na hiyo, basi wache. Twende kwa swali la Kiislamu sasa. Swali la Kiislamu ikuje. Aswa sana. Tutazifundisha. Aswa sana huwa tunasikia kwamba Waislamu ngoja kwanza. Mwalimu amesema vizuri hapa. Huyu ametoa hizo haya, tusiziache namna hiyo. Ile Isaya 4:7 inaongea kuhusu siku hiyo. Siku ya mwisho. Inaongea kuhusu mambo ya siku ya mwisho, lakini wewe kuambia watu umesema tuachie hapo. Siku hiyo, ukisikia siku hiyo, ni siku gani? Ni siku karibia the day of judgment. Twende sasa kwa swali lako la Kiislamu. Funga Biblia mwalimu wangu. Waislamu nakisia kwamba wako na majini. Kuna majini Sawa. Na imethibitishwa mpaka Qur'ani kwamba Muhammad alisilimisha majini. Qur'ani 72. Haya. Toa hiyo andiko Muhammad alisalimishwa na majini. Alisilimisha majini. Alisilimisha na majini. Alisilimisha anasema. Anasema Muhammad alisilimisha majini. Qur'ani ngapi? 72. Ngapi? Kuanzia penyewe. Mpaka ngapi? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Hajasema mpaka ngapi? Wewe soma. Soma. Ukitaka soma utasoma hata yote ukitaka. Hapana, utafika mahali utasema tu acha. Sawa, twende. Sema imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja na majini nisikia Qur'ani likasema, hakika tumesikia Qur'ani ya ajabu, inaongoza katika uongofu. Kwa hivyo tumeiamini wala hatutamshirikisha yote tena na Mola wetu. Na kwa hakika utukufu wa Mola wetu umetukuka kabisa, hakujifanyia mke wala mwana. Na kwa hakika upumbavu miongoni mwetu walikuwa akisema maneno yaliyopinduka mpaka juu ya Mwenyezi Mungu. Nasi tulikuwa tukidhani ya kuwa watu na majini hatasema uongo juu ya Mwenyezi Mungu. Mimi nadhani swali langu limefikia hapo kwamba Waislamu ni ukweli mnashirikiana na majini. Hebu turudie polepole hiyo aya kuanzia mwanzo, tuende polepole mpaka pale umefikia, tukichambua one aya after aya. Anza mwalimu. Na hoja ilikuwa ni kwamba Muhammad, wewe umesema Muhammad kasilimisha majini. Hiyo aya bado naihitaji. Tuendelee. Sema
imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini. Huyu Muhammad amefunuliwa na Mungu. Ni kufunuliwa maneno, hajui manabii, hajui kitu mpaka funuliwe na Mungu. Amefunuliwa kwamba kundi moja la majini walisikia, yani majini walisikia Qurani ikisomwa, wakasema tumeisikia Qurani ya ajabu. Endelea. Likasikia Qurani likasema, hakika tumesikia Qurani ya ajabu. Inaongoza katika uongofu. Kumbe hiyo Qurani inaongoza katika uongofu. Kwa hivyo tumeamini wala hatutamshirikisha yote tena na Mola wetu. Kwa hivyo wamesema kuanzia sasa hiyo Qurani inafundisha mambo ya ajabu na uongofu. Sisi sasa tutamshirikisha Mwenyezi Mungu tena, tumeacha na tumeiamini hiyo Qurani. Endelea. Na kwa hakika utukufu wa Mola wetu umetukuka kabisa. Hakujifanyia mke. Kwanza hakujifanyia mke, na hivyo Waislamu tunasemaga Mungu hana mke wala mwana na hana mwana. Majini wakasema kumbe Mungu hana mke na hana mwana. Endelea. Walikuwa ni majini wa Kikristo, ndio walikuwa wakasilimu baadaye. Na kwa hakika wapumbavu miongoni mwetu walikuwa wakisema maneno aliyopindukia mipaka juu ya Mwenyezi Mungu. Kumbe hata majini walikuwa hawajui, wakasema tulikuwa tunaongea mambo mabaya kuhusu Mwenyezi Mungu, na kumbe sio hivyo. Nasi tulikuwa tukidhani ya kuwa watu na majini hawatasema uongo juu ya Mwenyezi Mungu. Unaona, majini wanasema, hata tulikuwa tunajua hata sisi na binadamu hatutasema ubaya kuhusu Mwenyezi Mungu. Wapi sasa Muhammad amewasilimisha? Sasa alafu wewe unasema kwamba ati wale walikuwa wa majini wa Kristo. Si ndio unasema hivi vipi hapa sasa? Mungu ana mtoto hapa. Majini hao walisema kwamba Mungu hana mtoto tena kuanzia siku hiyo. Hao walikataa wakasema Mungu hana mtoto. Walikuwa ni Wakristo hao. Wakristo waliandika Qur'ani ndio mnasema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Hiyo ameongeza wewe sikiza. Nisikize. Ngoja kidogo. Sasa tunapatianaje kwa Qur'ani basi? Ngoja kidogo. Yeye ametoa mfano tu. Akasema wale wanaosema Mungu ana mtoto ni nyinyi. Unaona sasa? Wale majini wakasema kuanzia sasa hatutakuja kusema Mungu ako na mtoto. Hatutamshirikisha Mungu tena. Akasema nyinyi mnasemaga Mungu ako na mtoto, si ndio? Si ndio? Mimi sijasema, hujasema. Tunasemanga 3:11 Marko. Sijasema, tunasema. Ngoja kidogo, taratibu, ngoja kidogo, tulia. 3:11 Marko. Naongeze Mungu. 3:11 Marko. Inasemaje? Inasema na pepo wachafu kila walipomuona walianguka mbele yake wakalia wakisema, wewe ndiwe mwana wa Mungu. Ngoja kidogo. Mapepo wachafu wanaambia Yesu, wewe ni mwana wa nani? Wa Mungu. Na wewe unasema Yesu ni mwana wa nani? Mimi nimesema Yesu ama niko kwa majini? Nasema hivi, wewe ukiulizwa na mtu yeyote, ukiulizwa Yesu ni mwana wa nani, utasemaje? Mimi kibinafsi. Wewe binafsi ukiulizwa Yesu ni mwana wa nani kama Ukristo utasemaje? Usidanganye kwa sababu unaelekea. Usidanganye. Kulingana na Ukristo na maandiko inasema kwamba Yesu ni mwana aliyetumwa na Mungu. Kwa hivyo ni mwana wa nani? Ni mwana wa Mungu. Ni mwana wa Mungu. Na mashetani nao wakiona Yesu wanasema ni mwana wa nani? Si wameshtuka kuona mwana wa Mungu. Hakuna pahali imesema wameshtuka. Hakuna pahali. Hakika wewe ni mwana wa Mungu. Wanasema kwa hakika yeye ni mwana wa nani? Sasa mfano, ngoja kidogo. Hawa mapepo wachafu wanasema Yesu ni mwana wa nani? Si pia wao walikuja katambua kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Walitambua. Kwa hivyo wewe ndio akamuokopea. Ngoja kidogo. Si kwa mambo ya kuokopea ni wewe unaongeza. Wewe unasema Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Na mashetani wanasema Yesu ni mwana wa nani? Wao pia walisema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu kwa sababu. Kwa hivyo nyinyi na wao mko grupu ngapi? Hapana, kulingana na sentence. Ngoja kidogo. Ngoja wanasema hivi. Ngoja kidogo. Watu ulize Yesu. Tunaendelea hiyo maandiko. Je, Yesu alikubali maneno ya hawa mapepo machafu kusema yeye ni mwana wa Mungu? Walipomuita mwana wa Mungu. Je, Yesu alikubali? Alikataa? Utaremuka chini. Wakakataza sana usimdhihirishe. Unasikiza? Akasema usirudi kusema na mnawaambia mapepo. Hiyo habari mnasema muache, mkome. Unasema kwamba hamna ubia hapa. Wewe? Leta swali sasa. Imeisha swali? Acha ni load. Acha urudi kidogo. Nani kwa pande hii alikuwa na swali kule pande hii? Ni huyu. Sawa, utakuja, wacha atoke. Hapo tunasema mimi naitwa Hassan.
Hassan. Yes baba. Na wewe? Mimi naitwa Bisai. 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 Asante sana. Hakuna ubaya. Tuko salama. Bisai. Haya, swali lako lete sasa. Injika swali lako basi. Swali zangu mmoja niko pale kwa msikio, ile swali tulikuwa tumeuliza kwanza, ile ya Qur'ani. Pale tulikuwa nasema ile aya nilikuwa kwa mimi nisomee. Swali lako la leo ni gani? Ndio hiyo. Ndio hiyo, ndio nifulie kwanza, unifunulie kwanza, mahali wanasema kwa mniambie unaonyesha 278. Ngoja akuje, wacha isome ndio uulize swali. Alafu msomee 278. Sisi hatudhulumu mtu. Sisi tunasema mambo wazi. Msomee haya yake. Ile ulikuwa unalalamikia. 2278. Ameteta sana kuhusu hiyo. Sasa nataka nijue. Kwa nini ameteta hivyo? Hapa na uongeze mke, usiwe na moja, ongeza nyingine. Kuongeza mke hapo hakuna mahali kunazuiwa. Unaona sasa. Unaona sasa. Mambo iko sawa. Bora ulishe. Bora ulishe. Usidhulumu hata mmoja. Kweli kabisa. Unaona umeona maneno yangu. Ulishe na usidhulumu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Naipiganieni dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahiki kupiganiwa. Yeye amekuchagueni muwe umulio bora, wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Nayo dini hii ni mila ya baba yenu Ibrahimu. Yeye Mwenyezi Mungu alikuiteni Waislamu tangu katika vitabu vya zamani huko, na katika Qur'ani hii mmeitwa jina hilo. Waislamu hapo kwa dini ya Uislamu hapo. Sioni mahali imeandika kisema ya kuwa ati au waliitwa Waislamu. Ijaandika kwamba ati walikuwa Waislamu. Imeandikwa waliitwa na nani? Mungu aliwaita. Kwani Mungu anasema ati hao, hakusema dini. Kwa hivyo kama ni Mungu amesema, utamuuliza swali? Hakusema dini. Nauliza hivi, wewe unaweza uliza Mungu swali? Aliita Waislamu. Ngoja kidogo. Sasa una question ni Mungu ama una question ni nani? Unauliza nani? Aliita Waislamu, si ndio? Hakusema ati hii dini ni ya Waislamu. Kwani unataka iandikwe vile unataka wewe? Ndio mimi nilijua. Basi pole sana. Qur'ani inaandika vile mtu anataka. Inaandikwa kulingana vile Mungu anasema. Mungu alisema na ikakauka. Na uwezi kumuuliza swali 21:23 msomee. Hata katika Ezekiel inasema uwezi uliza Mungu swali. You cannot go ask God question. Akishasema story yake final. Ni kama vile unapeleka Supreme Court inakuwa final. Wewe unakataa tu, lakini haya kataa. Andiko lipo limeandikwa. Kukataa na kukubali ni jambo lingine. Jambo lingine. Wewe kataa, kubali. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Haulizi Mwenyezi Mungu anayofanya. Mungu haulizi anayofanya. Kwani yote ni ya haki. Kila kitu Mungu alifanya ni ya haki. Kama ambavyo tulikuwa tunaongea mambo ya nguruwe hapa, tukaongea mambo ya umbwa. Umbwa imeumbwa na Mungu na tunajua si hata ni kitu kizuri sana. Nguruwe ameumbwa na Mungu, si kitu kizuri sana. Nyoka ameumbwa na Mungu, sio kitu, ni kitu ambaye inaweza kukua in a minute. Lakini zote ni za Mungu. Huwezi kumuuliza kwa nini upatuletea nyoka ambaye inatung'ata tunakufa. Huwezi muuliza kitu yoyote, endelea. Mbona pastor ameanza kukusumbua sasa hivi? Lakini wao viumbe wewe na mimi wataulizwa, utasimama mbele ya mahakama. Tupende tusipende, tutasimamishwa. Haya. Wapi hiyo kwanza? Tumeacha hiyo. Mimi point nimepata kuwa Mungu hakusema kanisa ni Uislamu, aliita Uislamu. Hiyo ni maoni nakubalika. Kule wa Biblia. Maoni nakubalika. Kule wa Biblia. Funga hiyo. Kwanza hii Biblia unaiamini, si ndio? Unaongea na mwalimu. Uliza mimi. Huyu ni msomaji yangu. Wewe ni msomaji. Hii Biblia mnaiamini? Naamini mambo mengine na mengine siamini. So wewe unasema ukweli wangu. Unajua mtu aseme ukweli. Kuna mambo naamini kwa Biblia ambayo ni ya Mungu na kuna mambo mengine mimi nakataa. Sasa ungeniuliza ni gani nakubali na ni gani nakataa? Sawa. Ni gani unakataa? Ni gani nakataa? Moja ndio hiyo, 1:25 Wakorintho wa kwanza. Tuone kama wewe unakubali hiyo. 1:25 Wakorintho wa kwanza. Ama Wakorintho wa kwanza 14:19. Hiyo 14:19. Nianze na hiyo alafu nikuje ya pili hiyo. 19. Lakini katika kanisa, wanasema katika kanisa napenda kunena maneno matano kwa akili zangu.
Paulo anasema kule kanisani anapenda kunena mambo mangapi? Matano. Kwa akili zake mwenyewe ni 5. Hayo mambo matano ni gani? Tueleze yeye anajieleza. Mimi hapana, amesema hivi. Anajieleza hapo. Ngoja, amejieleza nini? Maneno zake ngapi? 5. Mwenyewe anajieleza. Kwa akili yake, kwa akili ya nani? Ameandika. Ni maneno ya Mungu ama akili yake? Ameandika, jieleze basi. Si ameandika jieleze. Hiyo 5 nataka nijue 5 ni gani. Sasa si wewe ndio Mkristo wako niambia. Mimi nataka hiyo 5 ajieleze. Ona bisa. Unajua, ngoja kidogo. Na mimi ubishi. Wewe ngoja kidogo. Bwana nasoma andiko la mwisho, kama hatutaelewana tuchukue swali lingine. Hiyo 1:25. Hapana, ngoja kidogo. Hatuko kubishana. Haya. 1:25. Matendo ya hiyo Wakorintho wa kwanza. Kwa sababu upumbavu wa Mungu, Kwa sababu ya upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu. Na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Hebu tueleze hiyo naye inasemaje? Hebu kidogo. Kwa sababu upumbavu wa Mungu. Ngoja kidogo, tulia tu hapo tusiende mbali. Wewe unaamini Mungu ni mpumbavu? Soma, rudi tena. Kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu. Unaamini hiyo? Yeye mwenyewe amejieleza. Nauliza hivi. Sio mimi nimeeleza, ni yeye anaeleza. Ndio nakuuliza hivi. Ana hekima zaidi. Nakuuliza hivi. Wewe personally. Ni yeye ameeleza. Unaamini wewe? Nauliza wewe. Mungu ameeleza. Nauliza hivi. Mungu ameeleza, mimi naamini. Nauliza hivi. Hii ni maneno ya Paulo amesema. Amesema kwa sababu upumbavu wa nani? Upumbavu wa nani? Wa Mungu. Wewe kwa akili yako ile Mungu alikuumba naye. Wewe unaweza amini Mungu ni mpumbavu? Yeye ndiye amejieleza. Yeye ndiye ameeleza. Haya. Nani? Wewe kama unaweza kuja umsaidie. Hatuko kwa hii hapana Hekoli match. Hii hapana mpira ya Arsenal na Manchester hapana. Hii ni maneno ya Mungu. Inataka taratibu, inataka tutulie, tukienda nyumbani. Hapa tukiongea, mimi nikiongea hapa ngoja kidogo, wewe tulia na huko kwanza. Unajua mimi nikiongea hapa naweza ongea pengine nikoseshe watu. Na yeye pia akiongea anaweza kosesha watu. Anaweza pia pengine aambie watu mambo mazuri. Na mimi pia naweza eleza watu mambo mazuri. Kwa hivyo hii ni watu tunataka tupate faida tukitoka hapa. Sitoke hapa bure. Watu hawa wametoka kazi wamechoka. Wakasimama wasikiza maneno ya Mungu. Kwa hivyo ni ile maneno tunaongea, tutoe ushahidi na tuwe wa kweli. Lakini si kupayuka. Kupayuka haisaidii kitu chochote. No, this is not a football match. Unaitwa nani kijana? Mimi naitwa Gabriel. Gabriel. Asante sana. Uko na swali gani unataka kutuuliza? Swali yangu ni kati ya Yesu na Petero. Kati ya Muhammad na Petero, nani alikuwa wa kwanza? Nani alikuwa wa kwanza? Ni Yesu na Muhammad ama Yesu na Petro? Petro na Muhammad. Petro ama Yesu? Petro na Muhammad, nani alikuwa wa kwanza? Petro na Muhammad. Kiaje? Kukua hapa duniani. Mimi habari ya Petro sina habari yake. Petro alikuja duniani mwaka gani? Na hebu niambie kwanza Petro. Mimi najua Muhammad amekuja karne ya 6. Amekuja 6. Ngoja kidogo najibu. Nisikizeni sasa. Nasema hivi. Tulia. Kama unataka utakuja hapa. Maneno ya kusema tu ni haisaidii. Kwanza Muhammad amezaliwa katika mwaka 571. 571 AD. 571 AD. Sasa niambie naye Petro alizaliwa lini? Sasa mimi nimekuuliza swali. Wewe umeniuliza hivi. Umeniuliza Petro na Muhammad nani alikuja mwanzo, si ndio? Mimi nikakwambia very humble way. Muhammad amezaliwa katika karne ya 571 AD. Sasa nataka nao niambie kwa sababu wewe ndio Mkristo, wewe ndio mnasoma Petro kila siku. Niambie naye Petro alizaliwa mwaka gani? Sawa, nisomee 16, 13 Mathayo. Ndio Petro alizaliwa? Si Petro, wewe soma hiyo. Haujajibu hadi swali yangu. Soma. 16, 13. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu unena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine unena huyo Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmoja wapo wa manabii. Akawaambia,
nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndio Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Niendelee. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakwambia wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Sasa hapo tunaona Petro ameambia Yesu ya kwamba yeye ndio mwana wa Mungu aliye hai, na Yesu hakukataa. Yesu akamwambia ni Mungu aliyefunulia Petro hiyo mambo, si ndio? Sasa Petro ni mtu ambaye alikuwa na Yesu, alikuwa disciple wa Yesu na alikuwa na Yesu hapo. Sasa kukuwa na Yesu hapo, akasema ya kwamba huyu Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai, na Yesu hakukataa. Sasa tutaamini Muhammad ama tutaamini? Ngoja kidogo. Kijana, sio kama unajielewa. Mimi narudia tena. Unajua mimi naenda in a very humble way. Nakupeleka naona kijana mdogo, ni kama kijana yangu, nakupeleka pole pole. Umekuja ukaniuliza hivi, kati ya Petro na Muhammad, nani alikuwa kwanza? Mimi nikakwambia Muhammad amekuja katika karne ya 15. Nikakuuliza na wewe tuambie, huyu Petro alikuja karne gani? Ama alikuja una date yoyote ya Petro alizaliwa wakati gani? Sawa, unaye unaye? Wapi? Wapi imeandikwa 11 BC? Enda ulete uweke hapa na kwa Google hapa. Tuna simu hapa sote, kila mtu ako na simu. Weka hapa, usidanganye watu. Hapa kuna mtu hana simu. Toa simu yako, utoe ugagu, mtafute kwa simu, basi uone. Wacha kunitalaft. Hebu ngoja kidogo. Weka kando hapo. Unajua sasa unaona anasumbua sana. Sasa afadhali huyu anaongea sana akiwa nje. Wacha aongee hapa. Watu wote wasikie. Kwanza kwa majina, mimi na very humble way naitwa Hassan. Na mimi ni Muislamu. Naona naitwaje kaka? Mimi naitwa Bramwell, I'm proud Christian. Swali gani leo jioni ya leo ungetaka kuuliza Waislamu? Mimi ningetaka kuuliza swali la mtu mwingine hapana. Yako. Ile ulikuja naye wewe kutoka nyumbani. Wacha kudandia mambo ya watu wengine. Wewe hii yako imekutoa nyumbani, kuja tuambie. Mimi swali langu ni Uislamu ulikuja mwaka gani? Uislamu umekuja mwaka gani? Haya, mpatie huyu. Haya. 213. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Watu wote walikuwa dini moja yake aliyokuja nayo Nabii Adam. Naambia Uislamu ulikuja wakati wa Adam. Qur'ani yetu ndivyo inasema hivyo. Wakati wa Adam. Naam. Nyinyi waongo, mbona mnadanganya mbele ya upande? Basi kama tunadanganya, ngoja kidogo. Ngoja kidogo. Wewe funga, mimi nimetoa andiko kwa katika Qur'ani. Sasa wewe tuambie Uislamu ulikuja lini? Mimi nataka kwa maandiko. Hapa hakuna mambo ya mdomo, andiko. Ngoja. Wacha tuanze na fact alafu ndio ni wapi. Hakuna facts. Tunataka facts, tunataka maandiko. Either in the Bible or in the Quran. That's what we want. Hii mambo mengine sasa hadithi ya jamba huko tatu. Si statement. Uislamu umeanza wakati Muhammad amekuja na Muhammad. Andiko gani? Qur'an ndio hii. Shika. Siwezi shika juu hainiruhusu, lakini hakuna bali iruhusu kudanganya watu. Hii Qur'ani wa Kristo tunawapeaga kwa Qur'ani hapa kila siku. Haya, soma. Wacha tukue debate. Hakuna kudebate, ni tunataka maandiko. Wacha tufanye kama wasomi. Tuache kukaa kama watu wajinga. Ngoja kidogo. Ngoja kidogo, nauliza mara ngoja kidogo, nauliza una andiko ama huna? Mimi sina, lakini nataka kukupatia. Ngoja taratibu kidogo. Ukristo naye ilianza lini? Umeuliza swali ya Uislamu. Ukristo ulianza nini? Mwe Biblia tuonyeshe bali ilianza. Ukristo ilianza lini? According to theologist ilianza. Ati theology kitabu iko hapa. Wacha na mambo ya theology. Kitabu ndio hii uko naye hapa. Kitabu iko hapa, onyesha. Sasa usikie. Sasa mnataka kuongea nyinyi wote wawili. Simuoni ya chini. Haya. Ukristo naongea tu, ongea. Sawa, Ukristo haujaelezwa hapa ulianza lini, lakini kwa Biblia haijaambiwa ilianza lini. Sikia kwanza. Ukristo umeanza enzi zile za Abraham, unaona? Abraham. Okay, andiko unaye? Andiko unaye? Ngoja kwanza. Kama una andiko la kusupport. Sasa sikia kwanza. Achana na story. Sikia kwanza. Muhammad, wacha mimi niongee kwanza, sawa? Muhammad alikuja 570, ndio.
na hiyo ndio wakati Uislamu ulichipuka. Kuna kitabu. Wewe maneno ngoja kidogo. Maneno yote unasema hakuna, huna ushahidi. Uwezo kwa Qurani, uwezo kwa Biblia. Hatuwezi kuwa tunapiga story. Hapa watu wanataka maandiko waende naye nyumbani. Sasa mtu mwingine ana swali akuje. Haya. Wewe umechelewa kidogo. Wewe umekuja saa hii. Wewe umekuja saa hii tu. Wewe umekuja saa hii. Wewe songeni basi nyuma kidogo. Nyuma kidogo basi. Unaitwa nani? Mimi naitwa Willy. Willy. Haya, Willy, wewe ni Muislamu Mkristo? Mimi ni Mkristo. Asante sana. Swali gani ungetaka jioni ya leo kuuliza Waislamu? Na usiogope kuuliza, hata kama tuko na makosa tunafanyaga, utuambie makosa yenu ni hii. Mnafanyaga A B C D. Tujirekebisha, sisi ni wanadamu. Kuna mwanadamu akosei. Swali langu ni Nabii Isa mnamuita nabii, si ndio? Jesus mnamuita nabii. Na Muhammad pia mnamuita nabii. Je, mimi nataka kujua ni nabii mgani wa ukweli? Wote ni wa kweli. Ni wa ukweli aje? Na tunaambiwa Yesu Kristo mwana wa Mungu alikufa na akafufuka na akaenda mbinguni na huko mbinguni anakaa mkono wa kuume wa Baba. Na Muhammad anakaa wapi? Yako wapi alipotia? Asante sana. Ndio. Asante sana. Ni hiyo tu. Hiyo kitu rahisi sana. Kwanza Muhammad alikufa katika mji wa Madina na akazikwa kama vile Ibrahimu alikufa akazikwa kule Kanani, kama vile Musa alikufa akazikwa. Ngoja taratibu. Musa hakuwa nabii. Wewe unaleta mchezo? Acha kutetemeka. Usitetemeke. Sawa. Hawa manabii wengine wote walikufa wakazikwa hapa. Manabii wachache tu ndio walipaa kwenda wapi? Kwa Biblia inasema Henoko alienda kwa Mungu. Elijah alienda kwa nani? Kwa Mungu. Na Yesu alienda kwa nani? Kwa Mungu. Asante sana. Ngoja kidogo. Muhammad alizikwa kama vile Ibrahimu alizikwa. Ngoja tulia kwanza. Mtu wa kawaida tu. Kwa hivyo Ibrahimu na Musa pia ni watu wa kawaida. Ibrahimu na Musa kwa hivyo ni watu wa kawaida pia kwa sababu walizikwa hapa. Ni watu wa kawaida, lakini Yesu ndio tunachagua kama nabii wa kweli. Unachagua kama nabii wa kweli. Sasa Yesu umesema ameenda mbinguni. Umesema maneno mazuri sana. Kule mbinguni yeye ni nani? Cheo chake ni nini huko mbinguni? Ni mwana wa Mungu. Una hakika? Kabisa. Unaonaje tuulize Biblia kama unasema maneno ya kweli? Unaonaje tuulize Biblia kama inasema maneno ya kweli vile umesema? Haya, tuende 7:55. Matendo ya Mitume. 7:55 kitabu cha Matendo ya Mitume kwenye kuandika. Inasemaje? Na ujinafasi kwa raha zako bwana, acha uoga bwana. Lakini yeye akija Roho Mtakatifu akakaza macho yake akitazama mbinguni. Akauona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Huo ni Roho Mtakatifu anaongea kuhusu Yesu kule mbinguni. Akaona Yesu amekaa upande gani? Ya kuume wa nani? Wapi yuko? Mbinguni. Tuendelee, malizia. Akasema tazama. Akasema na tazama. Naona mbingu zimefunguka. Na nini? Na mwana wa Adamu. Si wa Mungu? Mwana wa Adamu. Amefanyaje? Mwana wa Adamu. Amefanyaje? Mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Kumbe Yesu akiwa mbinguni ni mwana wa nani? Wa Mungu. Biblia inasema ni mwana wa nani? Rudia tena mwalimu. Lakini yeye akija, ndio nakwambia ili uwe mtu mzuri lazima ukatae Biblia. Leo ikatae ikisema kitu huwezi kusema. Lakini yeye akija Roho Mtakatifu. Narudia tena. Kama msikize tu hapa. Soma. Akakaza macho yake kuelekea mbinguni. Narudia mara ya pili. Akaona utukufu wa Mungu. Na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Akasema tazama, naona mbingu zimefunguka na mwana. Rudia tena. Naomba ule mtu yote ako na simu hapa toe simu yake. Angalia hiyo andiko 7:55 Matendo ya Mitume. Uone kama inasema mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Hebu tulia kwanza dakika moja mwalimu wangu. Kumbe mwana wa Adamu, kumbe Yesu alitoka hapa duniani akaenda juu mbinguni, amekaa mkono wa kuume wa Mungu kama mwana wa Adamu, si mwana wa Mungu. Biblia ndio hiyo, labda ukatae Biblia uandike ingine. Alafu wewe ukikufa saa hii ukikufa saa hii unaenda juu mbinguni kwa Yesu ama unaenda chini, unazikwa hapa chini? Nafsi yangu itaenda mbinguni. Sawa, nafsi zote zinaenda huko. Lakini wewe ukikufa, Yesu alienda na mwili yake yote, si ndio? Wewe ukikufa hapa unazikwa wapi?
Mwili ndio itazikwa. Unazikwa wapi? Unamfuata nani? Alipozikwa nani hapa? Yesu alizikwa. Muhammad, ngoja kidogo. Muhammad alizikwa wapi? Hapa. Na wewe ukikuwa unazikwa wapi? Sijui itazikwa. Unamfuata mtume. Kwa hivyo unamfuata nani? Wapi? Wewe ni muone. Wewe ni mfuasi wa Muhammad. Wewe furahi uende mbinguni. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kuna ndugu yetu anasilimu baada ya kumaliza muhadhara, mashaallah. Ndugu yangu, umependa Uislamu? Nimependa Uislamu. Hakuna mtu amekulazimisha? Hakuna mtu amenilazimisha. Wala hakuna mtu amekushawisha? Hakuna. Hakuna msichana ya Kiislamu ukapenda akakwambia usilimu? Hapana. Ni hiari yako. Ni hiari yangu. Shukuru Mwenyezi Mungu ndugu yangu. Asante. Sema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Sema nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Ewe Mwenyezi Mungu niongoze nife nikiwa Muislamu. Kwa hayo machache ndugu yangu, umekuwa Muislamu. From now on you are Muslim. Karibu sana katika Uislamu. Ungependa jina gani ya Kiislamu? Rashid. Karibu sana ndugu yangu. Karibu sana Rashidi. Usiangalie vitendo vya Waislamu. Waislamu ni binadamu na Uislamu ni dini ya Mwenyezi Mungu iliyonyoka. Kwa hivyo karibu sana katika Uislamu. Tunakupatia vitabu ambayo itakuguide namna ya kusali. Na unaishi sehemu gani? Naishi Kayole. Kayole, unaona hapo kuna msikiti. Hapo Soweto kuna msikiti. Unaenda pale kwa msikiti, unasema mimi nimesilimu, nataka nifunze Uislamu. Walimu wako watakufundisha free. Sawa ndugu yangu Rashid, karibu sana. Karibu sana. Ngoja nikupatie kitabu hapa. Uko tayari eh? Sema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Sema nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Ewe Mwenyezi Mungu niongoze nife nikiwa Muislamu. Kwa hayo machache ndugu yangu, umekuwa Muislamu. Ungependa jina gani ya Kiislamu? Rashid. Karibu sana Rashid. Karibu sana ndugu yangu. Usiangalie vitendo vya Waislamu. Waislamu ni binadamu wa kawaida, wanaweza kosea, lakini Uislamu ni dini ya Mwenyezi Mungu iliyonyoka. Sawa? Karibu sana. Unaishi sehemu gani huko? Hapa tu Soweto. Utaenda pale msikiti ya Soweto, alafu utaeleza imam, mimi nimesilimu, nataka nifunzwe dini, na kupatia vitabu. Sawa? Karibu sana Rashid.